السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا شبيه له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع، وهب لنا في مدينته قرارا ثم دفنا بالبقيع. أهلا وسهلا بكم يا معشر الحجاج walmu'tamirin. Leo katika kikumbushio chetu cha safari yetu ya hija, ibada hii kubwa kabisa, tutataja baadhi ya mambo muhimu kwamba je, hiyo hija ni mara ngapi katika umri wa mwanadamu? Bila shaka tumesema kwamba ukifika wakati wa hija unatakiwa uhiji. Tukasema hii ni nguzo miongoni mwa zile nguzo ambazo sio lazima kwa kila mtu, bali ni lazima kwa yule mwenye uwezo, aliyepata uwezo wa kusafiri kwenda Maka na kurudi na kuachia watu wake matumizi, na yeye mwenyewe akawa na matumizi ya kwenda na kurudi. Huyo wajabat alaihi faridhatul hajj. Ndio maana Quran Ali Imran aya 97, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Aya hii inasema kwamba ni juu ya muumini kuitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kwenda Maka kuhiji, na atakaye kufuru basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana haja ya hija yako. Kwamba unaona kwamba ukienda Maka kuhiji utamnufaisha sana, unaona zile pesa zinaenda kwake, unaona zile man kafara fa inna allaha ghaniyun. Wewe unatakiwa uitekeleze amri ya Allah. Ukisha itekeleza, hata hiyo kutekeleza kwako haizidishi chochote, na kama huendi Maka upunguzi chochote. Hii khairi unajifanyia mwenyewe. Ndio maana akasema Allah, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Ahitaji amali ya mtu ili awe Mungu kweli. Yeye ni Mungu tu, ukifanya usifanya, yeye ni Allah tu, yeye ni tajiri tu. Sikiliza utajiri wa Allah, ukwasi wake anavyoueleza katika hadithi al-Quds. Anasema lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, nyinyi wanadamu ingelikuwa wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, jini na wanadamu, yani viumbe wote hawa, si jini wala si mwanadamu, hawa wa mwanzo na wa mwisho, ijtama'u fi sa'idin wahidin, kama viumbe hawa wote watakusanyika katika uwanja mmoja, yani dunia kuwe kuna stadium ambayo inaweza ikakusanya wanadamu wote from Adam mpaka mtu wa mwisho, na majini wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, kama upo uwanja huu alafu wakakusanywa, kisha Allah anasema wote wakakusanyika pala pamoja, wa talabu minni ma sha'u, kisha wakamuomba Mwenyezi Mungu wanachotaka. Upewi limitation ya kwamba omba hiki na hiki tu, omba unachotaka. Ukumbuke si wewe peke yako, wa mwanzo mpaka wa mwisho ukaomba unachotaka, si binadamu tu, na majini wakaomba wanachotaka. Allah anasema wa talabu minni ma sha'u wa a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatahu, na kila mmoja nikampa alichokiomba. Kutapungua nini katika hazina ya Allah? Allah anasema ma naqasa dhalika min mulki shay'a, hilo halitopunguza chochote katika ufalme wangu, illa kama yanqusu almikhyat idha udkhila albahr, labda kama vile shindano inavyodumbukizwa katika bahari kwa haraka, alafu ukaona kile kinachorudi kidogo kilivyochovyo katika bahari, kile kitone kile ndicho alichotoa Mwenyezi Mungu kwa majini na wanadamu wa mwanzo na wa mwisho waliokusanywa katika uwanja mmoja.
Kwa hiyo wewe usema mimi siendi Maka kwa sababu Allah atafaidika sana. Afaidike na kitu gani? Atapungukiwa nini? Hii yote ni kwa ajili yako, na aone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba waja wake wakiambiwa wanasema sami'na wa ata'na. Kwa hiyo ukipata uwezo nenda Maka. Vijana nyinyi sasa mna uwezo, wakienda Dubai, wakwenda Thailand, wakwenda China, wakwenda Marekani, wakwenda kila pahali, mmezunguka dunia nzima isipokuwa Maka tu na Madina. Mmeenda kila pahala katika pembe ya dunia, ila Maka na Madina mnasema sijaitwa, wala hautoitwa kwa hali hiyo. Kwa ajili hiyo jitahidi mwaka huu uende tena, uchague taasisi yetu ili ukapate kuona mabadiliko namna watu wanavyokwenda haji. Ikhwatal iman, man istataa, alistitaa hapo ukisha miliki rahila ambayo ni tiketi ya ndege, zad ni masarifu ya njiani na chakula na hoteli na kuachia watu wako, tayari wewe umeingia katika almustatiin. Usije ukaipoteza fursa hii. Katika hadithi nasema man arada alhajja falyuajjil, mwenye kutaka kwenda hija afanye haraka. Unahimizwa, yani ukisha kuwa na uwezo ala alfawr, basi haraka fanya. Kwa nini? Kad yamradu almarid, kad tadillu dabba arrahila, kwa sababu unaweza ukaumwa wewe, kwa sababu hizi hali zinabadilika. Ulikuwa na uwezo ukazembea we, la samahallah, ukaja ukapigwa na stroke, ukaparalyze, ukagongwa na gari, ukapata kitu chochote ambacho kitakuweka mbali na haji, utakuwa umekosea, umezembea, kwa sababu wakati ulikuwa nao mzuri, ulikuwa na nafasi yako nzuri, lakini hukuitumia. Ndio mshairi anakuambia la yadri alfaqiru mata ghinahu wala yadri alghaniyu mata yailu. Fukara hajui atatajirika lini, wala tajiri hajui atafilisika lini. Kwa hiyo kama we ni tajiri, fahamu kwamba almalu dhillun zailun, mali ni sawa sana kivuli. Leo kinakuwa kidogo, kesho kinakuwa kubwa, kesho hakipo kabisa. Kwa hiyo ukizipata, hakikisha haki ya Mwenyezi Mungu au jambo linalofungamana na Allah unalifanya haraka, nalo ni hili la kwenda Maka haraka kuhiji, ili utekeleze ibada yako na zile nguzo za Uislamu tulizozitaja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arkanul islam, zile nguzo za Uislamu 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa itaiz zaka wa saum ramadan wal hajj. Utakuwa umetekeleza ibada nguzo zote hizo, na hii aya umeitendea haki. Kwa ajili hiyo basi, hija ni vizuri ukipata tu fursa itumie. Usiseme kwanza subiri mpaka mwakani. Unajua kama mwakani utafika? Una agreement na Mola wako wewe kwamba utabakia mpaka mwakani? Je, huo mwakani siha na afya itakuwa nzuri? Je, vipi? Zote hivi vinaweza vikatokezea, wahala bainaka wa baina ibadati alhajj. Kwa hiyo kijana, ukipata uwezo tu nenda zako kahiji ili uondoe dhima. Sasa huko kuhiji ni mara ngapi? Mbona naona kila mwaka huyu fulani bin fulani anaenda Maka na hiji, mi kweli nitaweza mimi kufanya hija hiyo kila mwaka? Usishtuke, swali lako hili linajibiwa na mwenyewe mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad alipokuwa sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Abu Huraira msimuliwa na Imam Muslim, asema khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuna siku Mtume alitutolea khutba. Katika khutba hiyo yakaja maneno haya: ayuha nnas qad farada Allahu alaykumul hajja fahujju, enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu amekulazimisheni, amekuwekeeni ni lazima suala la matendo ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija, basi fanyeni hivyo, hijini. Farada Allahu alaykumul hajja fahujju, hakika Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yenu ibada ya hija, hijini.
Mtume anawaambia watu hijini, akasimama mmoja akamwambia, ya Rasulullah, afi kulli am. Katika riwaya nyingine za hadithi nasema alikuwa kitwa Aqra ibn Habis, moja katika mabedui watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, hiyo haji ni kila mwaka? Yani tunakwenda mfululizo, mwaka huu tunakwenda, mwaka ujao tunakwenda, mtondo tunakwenda. Afi kulli amin ya Rasulullah, ni kila mwaka hiyo hija? Tueleze. Mtume akanyamaza, hakulijibu hili swali. Akarudia tena Rasulullah, faradha alaikumul hajja fahujju ayuha nnas, Allah amefaradhisha hija, hijini. Likajirudia tena swali kwa mtu yule yule, afi kulli am ya Rasulullah, kila mwaka? Mtume akanyamaza. Akarudia tena, qad faradha Allahu alaikumul hajja fahujju, Allah amefaradhisha hija, hijini. Ikarudi tena swala lile lile mara tatu. Mara ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la, sio kila mwaka, alhajju mara moja tu, fama zada fahuwa tatawu. Lakini katika riwaya nyingine sema, la, lau qultu naam la wajabat. Wewe bwana, ningekujibu swala lako nikasema ndiyo kila mwaka, ingekuwa hivyo, ingekuwa ni kila mwaka. Wala mastata'tum, na msingeweza kila mwaka. Hebu fikiria wewe, tungeweza kweli? Huo mwaka mmoja unaishi unakufa, hujahiji na uwezo unao. Je, ingekuwa kila mwaka kama vile sala, kila wakati ukiingia unakwenda kuswali? Mtume akasema, la, lau qultu naam la wajabat wala mastata'tu, ningesema ndiyo ingewajibishwa. Mwenyezi Mungu angeipitisha hiyo ikawa ni sheria kwamba hija ni kila mwaka, ufaradhi wake. Ingekuwa kila mwaka tuandae dola 6,500 na 300 na 700, dola 8,000, dola 10,000 kila mwaka. Uchumi huo uko wapi wa kuandaa dola hizo na pesa hizo zote? Kwa hiyo unapigana we mtu mara nyingine mpaka kiinua mgongo chako ndo unasema hiki naendea hija, mpaka mafao yako unasema sasa hapa naenda hija. Umeuza kiwanja chako unasema sasa naenda hija. Umeuza nyumba moja yako unasema sasa naenda hija. Ukishamaliza hiyo ndo basi umetekeleza ibada ya haji. Lakini angalia huyu jamaa anachokora mambo ambayo yangetugharimu sisi. Anamuuza Mtume kila mwaka. Mtume asema ingesema kila mwaka ingepita. Wala mastata'tum, wala msingeweza. Kisha Mtume akatoa busara zake na hikma zake, akasema, innama halaka man kana qablakum au ahlaka man kana qablakum bikathrati sualihim, ay kathratu sualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim au ikhtilafuhum ala anbiya. Ukija mwanzo, innama ahlaka au innama halaka, hakika kilichowaangamiza waliopita kabla yenu. Halaka man kana qablakum, waliangamia waliopita kabla yenu. Bikathrati sualihim, kwa maswali yao mengi. Hapa Mtume anachukizwa na maswali mengi yasiyokuwa muhimu. Maana unnecessary questions. Wewe unauliza, ushaambiwa hijini, basi nendeni mkahiji alafu mkae kitako. Unaanza kuchokora, mara ngapi? Kila mwaka. Mtume amesema ningesema ndiyo kila mwaka ingepita. Na msingeweza. Kisha akasema hii tabia hii ya kuuliza maswali mengi ndiyo iliyowaangamiza waliopita kabla yenu, mabani Israeli. Wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, na kuanza kuzozana na mitume wao, kukhtalifiana na mitume wao. Mtume wanasema hivi, wanasema hivi. Ukitaka kujua huu ujumbe, nenda kasome suratul Baqara. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atatakhidhuna huzwa. Nenda kaona ile dialogue na hiwar kati ya Musa na watu wake. Chinjeni ng'ombe. Nasema wanatucheza sheri. Hapana, chinjeni ng'ombe. Ng'ombe gani? Mweupe, mwekundu, rangi gani? Rangi njano. Anakaa zizini au anakaa shamba au hafanyi kazi yoyote? Yani maswali kama halaka man kana qablakum bikathrati sualihim au halaka man kana qablakum kathratu sualihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim fa idha amartukum bishay'in fa'tu minhu mastata'tum. Mtume anatuambia sisi, nikikuamrisheni kitu kifanyeni kadri ya uwezo wenu. Nikiamrisha katika mambo ambayo ni ya sunna, tunafundishwa hivyo, fanyeni
kadri ya uwezo wenu, au jambo ambalo nimesema lifanyeni vile mtakavyoweza, kupatikana uwezo wa kulifanya hilo jambo. Wa idha nahaitukum anhu fad'u, na nikikukatazeni kitu kiacheni, nikikuamrisheni fanyeni mastata'tu, kadri ya uwezo wenu, nikikukatazeni katazikeni, acheni. Ikawa imepita kwamba hija mara, wajibu ni ile mara moja tu, kinachozidi ziada ni kheri, zile sasa ni sunna, na thawabu zinakuwa vile vile kubwa kubwa kama zile unazopata katika hija. Kwa hiyo kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, kwenda na kurudi ni kheri kama nafasi ipo. Mwenyezi Mungu ajalie mwaka huu insha Allah tuende turudi salama na hija yetu ikubaliwe. Alhajjul mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur wa tijaratan lan tabur. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.